Mungu aulize wewe, nimesema tu Grace Akinyi, weka jina lako pale, akuulize nimekuja kulipana. I am a rewonder. Na neno husema he is a rewonder of those who diligently seek him. Ati yeye anawalipa wale ambao wanamtafuta kwa bidii. Na yeye leo amekuja kulipa. Nikuulize, what can you get from him? Bwana Yesu asifiwe. Ni nini unaweza kumwekea wasi umwambie, mimi nimefanya hii na hii na hii, na kwa hivyo mimi nataka unilipe au unibariki kulingana na kile nimefanya. Jina la Bwana lisifiwe. What input do you have to the kingdom of God? Ni nini hiyo wewe unaleta? What value do you add to the kingdom of God? Ni nini hicho wewe unafanya? Ati wakati wewe hauko, watu wanaweza kusema na dada fulani hayuko. Oh my goodness. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah, hallelujah. Ati watu wanaweza kawa waseme, oh my goodness, mbona fulani hajakuja leo? Let me tell you, there is no way mimi naweza kuwa siko church na kila mtu hapa asijue. Okay? The same with mom na watu wengine hapa kadhaa. Let me ask you, wewe ukikosa kanisa, kuna mtu hujua ukua? Au wengine wanasema shukuru Mungu hakuja leo. Bwana Yesu asifiwe. Watu watawaita wahuduma wa Bwana wetu. Na kwa sababu ya hiyo jina, kwa sababu ya hiyo kuhudumia Bwana, neno linasema mtakula utajiri wa mataifa. Hallelujah. Jina la Bwana lisifiwe. Unasikia, sio utajiri ule wewe umefanyia kazi. Mtakula utajiri wa watu wengine. Hallelujah. In other words, kunao watu ambao wamebeba baraka zako. Kunao watu huwa wameshikilia. Oh my goodness. Amen. Wacha nikuulize, umewahi kuwa unatafuta kazi na hiyo kazi unatafuta iko mahali na mtu? Does it so happen? Unatafuta kazi, tuseme unatafuta kazi fulani, tuseme unatafuta kazi ya accountant. Na hiyo kazi kuna mtu akona kampuni. Anahitaji nini? An accountant. Hata bila wewe kwenda kufungua kampuni yako ili upate kazi, hiyo kazi iko na mtu, na hiyo kazi ako naye ina malipo. Hallelujah. Kwa hivyo huyo mtu kuna pesa yako ameshikilia. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Saingine kuna wateja wanapita biashara yako wanaignore. I say to you today, they will not ignore you again. After today's anointing, amen, baada ya hii mafuta yetu ya siku ya leo, I want you to know, hii ni mafuta ya favor. Sema amen. Utaona watu wanakutafuta kwa fujo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wanatafuta mtu mzuri kama wewe. Ile kazi unafanya na mikono yako. Alright? Kuna watu wanatafuta. Unajua mimi nilikuwa nimeacha mambo ya kuuza hizo viatu, nilikuwa nauza samani na manguo. Mpaka tunaenda conference na mama ya pastors. Mapastors wananitafuta, we, wapi zile vitu yetu? Alitoka kwa nyumba, anajua akija conference atapata kiatu mzuri kwangu. Na mimi saa hiyo nimesema si baby. Okay? Nikiambia mtu, sikuja naso, ananiambia sasa unatufanyia nini wewe? Are you with me? Bwana Yesu asifiwe sana. I
declare to you, your time to be ignored is over. Hallelujah. Watu kukosa kukuona hiyo sasa, hiyo inafika mwisho. Watu lazima wakutafute. Watu watasikia sifa yako. Now let me tell you, brethren. Hizi simu, wacha tu kutumia simu kuona vile watu wanatukanana kwa YouTube. Okay? Use your phone wisely. Put your business online. Okay? Hata kama ni kakiti moja umetengeneza, kaweke online. Nimejaribu tu siku kadhaa, naweka kitu tu, wacha hata WhatsApp, naweka status kidogo, in like 10 minutes ninaona response karibu 10-15. Hiyo ni smart sana. Nitafutie kama hiyo. Oh my goodness, this phone kazi yake sio ya kukaa tu ukipiga mastori ya masengenyo na mastori ya kukula pesa yako. Bwana Yesu asifiwe sana. You need to know every minute that you use your phone, kuna pesa zako unatumia. Hello? Every time unachukua simu hivi, ukiifungua, ukiongea na mtu, ujue kuna pesa inatumika. You should use your phone for a better cause. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. So neno linasema mtakula utajiri wa mataifa na kujisifia utukufu wao. Bwana Yesu asifiwe sana. In other words, utukufu wao utakuwa ni utukufu wenu. Hallelujah. Vile Amerika wako mbele sana, Kenya tunakuwa na utukufu kama ule wao. That's what God is saying. Mutakuwa na utukufu wa kujifunia. Amen. Mutajifunia hiyo utukufu yao, the glory that you see in other people. Jina la Bwana lisifiwe sana. Hiyo utukufu, unajua huwezi kujifunia kitu ambao sio chako. So inamaanisha utajifunia utukufu wa mwingine, kwa maana Mungu atakupatia, atakubariki na kukuweka kwa kiwango cha ile utukufu. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah, hallelujah. Sikiza mstari wa 7. For your shame ye shall have double. Bwana Yesu asifiwe sana. Before we go there, Bwana Yesu asifiwe sana. Ninataka uinue mkono. You know, today is a warfare day. Amen. Nyosha tu mkono useme, utajiri wote ambao Mungu amepeana kwa mataifa nitaukula katika jina la Yesu. Sema mataifa, 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 achilia utajiri wangu katika jina la Yesu. Hey, wale walio Tanzania waachilie utajiri wako, walio Uganda waachilie utajiri wako, walio Amerika waachilie utajiri wako, watu walio kule Uingereza waachilie utajiri wako. In the mighty name of Jesus, waambie achilia, achilia, achilia. Sema release, release my riches in the name of Jesus Christ. Waambie achilia, achilia, achilia. Fanya warfare kidogo, waambie achilia. I am telling you, be serious, kwa maana iko just release. Waambie achilia. Ukiwa tu umekaa hapo, fanya warfare kidogo, fanya kama unaamini, fanya na
passion, achilia. Hallelujah. Yes. Praise the name of Jesus. Kila taifa ambayo imeshikilia utajiri wako, I command them to release it in the mighty name of Jesus Christ. Listen, for your shame you shall have double. Amen. Sema kila aibu ambayo nimepitia nitalipwa maradufu. Hallelujah. Badala ya aibu yenu mutapata maradufu. Wacha nikuambie, siku za kuona aibu zimeisha. Hallelujah. Siku zile watu walikudharau ati kwa ile nguo umefaria, hizo siku zinapita katika jina la Yesu. Kuna watu waliangalia ile trouser umefaa wakasema, oh mwadhani. Wacha nikuambie, a time has come that God is turning things around for you. Somebody say amen. Mungu anasema wakati wa aibu yako umeisha, na aibu yote umepitia, Mungu anaenda kukulipa maradufu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Inua mkono wako, sema Bwana, 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 kila aibu katika maisha yangu leo hii naiachilia mikononi mwako ili unilipe maradufu. Sema aibu, aibu, aibu. Unangojea nini? Toka njiani mwangu katika jina la Yesu. Hey, umewahi kuona watu wakipanga tu wakuhaibishe? Do you know kuna watu wanadharau mtu just for no good reason, okay? Na wengine wanakupagia jama ili uhaibike. Let me tell you, kila jama ambao walipanga wakuhaibishe, Bwana anasema leo, it is double for every shame. Sema double, double, double. Sema for every shame, I am receiving double. Hallelujah. Sema siaibiki tena, sitaibika tena. Nashukuru Mungu. Mtumishi wa Mungu Paulo alisema, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Hallelujah. Hatutahaibika kuhubiri hii injili, kwa sababu hii injili aibu yote inalipa double, double, double. Hallelujah. Nataka nikwambie, hatuonei injili aibu. Wanaweza kusema, tumezoea kusema tutabarikiwa. Tutabarikiwa mpaka washangae, na tutabarikiwa mpaka kufikia kile walicho nacho. Neno la Mungu linasema ile utukufu wote wa mataifa tutaufurahia. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi. Oh my goodness. Hey, my God is good. My God is good. My life a double, double. I tell you today, double for every shame. Walifikiria ni kukuhaibisha, kumbe walitengeneza platform. Hallelujah. Walikuhaibishia hapa. Wakati walikuhaibisha, Mungu akaweka ngazi ya kupanda. Hallelujah. Uliwaacha kule chini, watakuja kushangaa, how did you get where you are? Oh my goodness. Kuna watu kufika mwisho wa mwaka huu watakutafuta kule walikuacha. They will be surprised to see walikuacha chini. Sasa wewe unawaangaliaga wakiwa juu, hawajui uliendana juu. Wakiinua, oh, yay! Say
tell you, kuna watu huwa na kisasi na hujui wanakuuliza nini. Wanataka tu kuona umeaibika, wanataka tu kukudisgrace, wanataka tu wewe uonekane bure, wanataka tu familia yenu ionekane nyinyi ni masikini hohehahe. Their time is over. Every shame, kila mkutano walipanga ili wakuaibishe, na kuambia leo watafanya mikutano double ili wakubariki. Haleluya, haleluya! Shangilia Bwana Yesu kwa makofi. My life a double. Hallelujah. Double for every trouble. Kila aibu, kila shida waliuda wakuhaibishe. My friend, wengine watakuja kukutafuta, watakutafuta kama kasi, kwa maana Mungu akilipa double, my friend, kuna watu watashangaa. I'm telling you, kuna wimbo mpya watauda. Bwana nisaidie, nisaidie Bwana, nisaidie. Oh my goodness. Mungu asaidie mtu kuelewa hiyo ujumbe. Amen. And for confusion, they shall rejoice in their portion. Hey, na badala ya fedheha watafurahia sehemu yao. Hallelujah. Wakifikiria wewe ndio uko confused, wao ndio watakuwa confused. Hallelujah. Confusion zote wanarusha kwako, wao watakuwa wanajirushia, kwa maana God is doing a double. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi. Hallelujah. Therefore in their wrath they shall possess the double. Everlasting joy shall be unto them. Hallelujah. Everlasting joy. Let me tell you, wakati wako wa kulialia umeisha. With this anointing, your time for crying is over. In the name of Jesus Christ. Sema amen. Hallelujah. Inua mkono wako, sema thank you Jesus. Everlasting joy is your portion. The joy of the Lord is our strength. Hallelujah. You are not fighting losing battles. In the name of Jesus Christ. Utapigana vita za kushinda. Amen. Wakifikiria wanakuhusunisha, watakuwa wanajihusunisha. Wakifikiria wanakutupia matope, watakuwa wamejipaka matope mpaka kwa uso. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Hey. My God is good. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kila matope wamekurushia inawarudia katika jina la Yesu. Amen. Did you know most of the time, hata saa ile mnafanya kazi na watu pale, you will be surprised, almost 80% wanatafuta vile wanaweza kukuangusha.
Is somebody understanding me? Hallelujah. Unakuta mtu ameenda kwa boss. Hajaenda kusema vile kazi yako ni mzuri. Wanaenda kusema mimi hata vile nilimuona jana. Let me tell you, their time is over. Kila neno walisema ili wakupake matope itakuwa baraka kwako. In the name of Jesus Christ. Let me tell you. Kuna wakati moja mdosi wangu, wacha sasa mtu wa kawaida, mdosi wangu, my branch manager aliniambia leo kazi unafutwa, na akaenda kutafuta simu. Na anataka nifutwe kwa sababu nimemwambia kazi ya Jumapili hii sitakuja. Kaniambia utakuja. Nikamwambia sitakuja. Kwa sababu anajua mimi ninaenda kanisa. So alikuwa anataka ati mimi ani stress na kunikataza kwenda kanisa niende kazi. Nikamwambia, nilikuambia ukitaka nikuje kazi Jumapili nipatie notice ya 2 or 3 weeks. Kaniambia sasa hii utakuja, na usipokuja kazi imeenda. Kamwambia na mimi sitakuja. Na alikuwa mbaya, alikuwa anachapa wanaume makofi. Mimi wanaume mikubwa, vitu vikubwa hivi. Mpaka nilikuwa nawahurumia na shida. Si Mungu mimi ndio ungepatia mwili kubwa. Ajaribu tu nishikie hiyo mkono juu. Uzuri hapo jaribu mimi. So this Sunday amesema you must come. Nikamwambia sitakuja. Na sikuvudishi ukatili. I am telling you my story, not yours. Okay? Mimi nilimwambia kwa sababu alikuwa anafanya intentionally nisikuje kanisa. Nikamwambia sitakuja kazi. Uzuri mobile phone yasikuwa simekuja. Wakati alienda kutafuta simu, akakuta hata kule alikuwa anaenda kutafuta imekufa. Na yetu ya ofisi imekufa. Siku hizo simu zilikuwa zinakufa. Thank God for mobile phones. Hata ikikufa moja ni nyingi. Siku zile ilikuwa inakufa moja na iko station mzima tunategemea na imekufa. So sijui zilikuwa zinakufa alafu zinafufukia wapi. But listen to me, akakosa simu. Saa ile alikuwa anatafuta simu, our secretary to our director sasa, wacha manager, director akakuja. Akamwambia hata umefanya vizuri kuja. Kuna mtu nafuta kazi this week. Asipokuja Sunday, huyo anaambia ni rafiki yangu. Akaniita. Ni mmoja wa wale walikuwa wamefanya niajiliwe kazi. Akaniambia please nimekuomba, huyu mtu jue ni wa simu. Anaweza fanya anything. Akamwambia let me tell you my friend. This time I'm ready for anything. Sitakuja. Hata yeye hakuamini. Akaniambia unajua nimetumwa report nipeleke. Nikamwambia don't worry. Do you know what? Badala ya kufutwa nilipewa promotion. Na nikahamishwa. Siku hiyo nilikuwa natembea 80 kilometers kutoka pale Sabesi mpaka Kari na huko ndani every day, na hakuna magari. Sasa ni kusuri sana. Tulikuwa tunatembea kwa msitu, unatembea umechoka, jioni tena ndio hiyo, usipopata mtu akupatia lift uweze. Nikatolewa huko. Promotion na transfer. Siku ile nilikuwa natoka huko. Akaniambia unajua mimi hata sikuwa na ubaya na wewe. Mimi ni midomo ya watu. Mimi niliambiwa umeletwa hapa ili unichuguse. Na ndio nilikuwa nasikia vibaya juu yako. Oh my goodness. Are you understanding me? Kila mtu ambaye amenena kinyume na ili wakuhaibishe, watahaibika mbele yako katika jina la Yesu. Badala ya kupoteza utapata promotion in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Jina la Bwana lisifiwe. Sema everlasting joy is my portion. Wacha niwaambie wapendwa, every time unakubalia moyo wako kukana na hasira na manunguniko na kusikia vibaya, you are ruining your life. Yeah?
unajiharibia leo hii na kutangazia furaha katika maisha yako. I pray that God will give you people who can make you happy. Ikiwa una marafiki saa yote wa kufanya ukasirike, wachana nao. Bwana Yesu asifiwe. Karaoke. Kwani wao ndio nini? Sema I can do without you. Sema I can do without you. Saa yote mtu anakukasirisha. Saa yote huwezi kufurahi. I declare to you, today is a new day for you. Everlasting joy shall be your portion. Everlasting joy is your portion. May God start a new chapter. Kuna wakati inafika unasema mimi sitalia kwa sababu ya mtu. Akicheza ni mtandike na nimwambie bado nimeokoka. Okay? Naambia we usikakanyage hapa kwangu tena. Kama kasi yako ni kuniletea vitu ya kuniharibu roho, kwenda kabisa. Amen. Pigia Bwana Yesu makofi. Hallelujah. Proverbs 13:21. We are just about to get there. Proverbs 13:21 and 22. Inasema, evil pursues sinners, but to the righteous good shall be repaid. Ati uovu huwaandama wenye dhambi, bali mwenye haki atalipwa mema. Bwana Yesu asifiwe. I pray that God will remember all the good things you have done in this season. Sema amen. Jina la Bwana lisifiwe. Mungu, naomba Mungu akubuke wema wote ambao umewahi kutenda, na aweze kukulipa, kwa sababu neno linasema kwa wale wenye haki watalipwa mema. Amen. Mwenye haki atalipwa mema, lakini wenye dhambi, waofu, wataandamwa na uofu wao. Hallelujah. Jina la Bwana lisifiwe. Usijali na watu waofu. Do you know there are people who are so crafty? Anachomanga moto alafu anaondokea. Okay? Hata makanisa. By the way, wale watu huona saa ingine wanajulikana ati wanafanya vitu sio wao. Kuna mtu mwingine aliwasha mo. Let me tell you, they could be crafty, lakini uofu wao utawaandama. Hallelujah. Jina la Bwana lisifiwe. Usiogope hiyo uofu, hizo vitisho wanakutisha, hiyo mipango wanapanga. Nataka ujue uofu wao utawaandama, lakini wewe simama kama mwenye haki, kwa sababu neno linasema mwenye haki atalipwa wema wake. May God remember your good deeds. May God remember you. Chochote kizuri ulifanya kutoka ndani ya moyo wako, na Mungu apate kukikumbuka. Sema, my father, remember me today. Sema, my Father, my God, remember me today. Remember my good deeds. Hallelujah. Unajua mara mingi watu hawajuagi usuli wako. Do you know that? Watu wengi hawajui ati wewe ni mtu mzuri. There are people who do not understand how good you are. Hawajui wewe una matendo mema mbele za Bwana. Wanajua tu kama kosa moja kale ulifanya, okay? Wanakuassociate na the only one bad thing they know. All of you things they know about you, but they don't know how many good things that you have done. I declare to you that God is remembering you. God is remembering your good deeds. Sema, Mungu, Mungu, Mungu,
Mungu, naomba unikumbuke leo. Remember me today, oh God. Shakaramayanda rabasika. May God remember you. Umewahi kuona watoto wakisahau na wazazi? Mjamaa mmoja alienda akaambia mama yake ati kwa sababu amemtembelea Nairobi na yeye alikuwa mchafu anakaa ushago. Mjamaa akaambia mama yake, unihesabie pesa ya maziwa ile nilinyonya. Okay? Huwezi kuniletea aibu kama hizi Nairobi, na ni mama yake. Huyo mjamaa husikia story, usiniulize alikuwa wa wapi na alikuwa anaitwa nani na alikuwa ametoka sehemu gani, sijui. Hiyo ni story mimi nilisikia. Mimi husikia hiyo wiki haikuisha kabla hajapata ajali. Okay? Anasahau wema wote mama yake alimtenda. Makamasi na nini, kumuosha, pupu na susu na kila kitu zote. Anamwambia nihesabie gharama ya maziwa. Okay? Ile nilinyonya. Watu husahau. But let me tell you, God repays the righteous. Wenye haki, wewe endelea katika haki. Hata kama kuna wengine wamesahau, bado Mungu atakulipa. Sema amen. Sema my father, my father. Sema my father, my God. Kumbuka wema wangu na usiangalie makosa yangu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. May God remember your good deeds. Hallelujah. Mimi naona hapa mtu akibadilishiwa makasiriko na inakuwa furaha. Everlasting joy shall be your portion. Amen. Verse 22. We are in Proverbs 13. Verse 22. Mtu mwema huacha au huachia wana wa wanawe urithi. Mtu mwema. Bwana Yesu asifiwe sana. Ati mtu mwema huachia wana wa wanawe urithi. In other words, utabarikiwa na ya kutosha watoto wako na watoto wa watoto wako. Sema that in my portion. Mtu mwema. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu mwema huachia wana wa wanawe urithi. Amen. Hiyo ni kumaanisha Mungu ameanza chapter mpya na wewe ya kukubariki. You will have more than you think. You will have more than you need. Bwana Yesu asifiwe. Itatoka kwako, kwa watoto wako na watoto wa watoto wao. Hallelujah. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi. Listen. Na mali ya mkosaji huwa akiba kwa mwenye haki. And the wealth of sinners is laid up for the just. We are talking about restoration of kingdom finances. Fedha moja za ufalme wa Mungu ni zile siko na wale watu waofu. Okay? Bwana Yesu asifiwe sana. Are you hearing me? The wealth of the sinner, ati utajiri wa mwenye dhambi umewekewa wale walio haki. Jina la Bwana lisifiwe. Nataka tuamulishe kila mwenye dhambi. Unajua mwenye dhambi wakati anakuja kurudisha au kuleta hiyo utajiri, jambo la kwanza tunamgonga power ya wokovu. Yeye anatajirika utajiri wa ukweli kwanza. Sema amen. Sema tunatawatajirisha nao waachilie utajiri wetu. Sema amen. Ati mali ya wakosaji, mali ya wenye dhambi imewekewa
wale walio haki. Hallelujah. Praise the Lord. Sema kila mwenye dhambi, sema kila mwenye dhambi ambaye anashikilia utajiri wa ufalme wa Mungu, unangojea nini? Achilia, achilia, achilia. Sema waambie waachilie, wafanyie hivi, achilia, 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 achilia wenye dhambi, achilia utajiri wa ufalme, utajiri wangu katika jina la Yesu. Unajua utajiri wa ufalme unaletwa na wale watu wa katika ufalme. In other words, God is going to do some transfers in the name of Jesus Christ. Either mwenye dhambi aamue kuokoka, haleluya, aamue akuje kwa ufalme, au Mungu aandike cheki ya kutransfer katika jina la Yesu. Restoration of kingdom finances. Fedha moja za ufalme wa Mungu zimeshikiliwa huko nje na wenye dhambi, na Mungu leo anawaamurisha, we command them to release the wealth of the kingdom, the wealth of the children of God, in the mighty name of Jesus Christ. Mimi nafurahi sana kwa mambo inaendelea sahihi hata katika taifa la Kenya. There are so many land buying and selling companies. Nyingi unakuta siko na wachungaji, watu wa ufalme wa Mungu wameokoka. Unasikia wakienda kupeana title deeds, kwanza neno linahubiriwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bereni tulikuwa tunajua wale watu wanauza mashamba ni matajiri wengine, hata hawajawahi kunyanga kanisa. Do you remember that? Do you know that? Tulikuwa tunafikiria kazi kama zile ni za watu ambao hawajaokoka. Okay? Today, almost over 80% of those companies, they belong to the children of God. Sema amen. Wengine ni waibaji, gospel singers, wako pale, watu wa ufalme wako pale, because God is restoring the wealth of the kingdom. Hallelujah. Na ndiposa tunawaomba hata nao waendelee kuaminika, wasiwe kama wale walijitajirisha na hawakujua hakuna faida kujitajirisha dunia hii na hauna utajiri wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. The wealth of the sinners is laid up for the just. And I pray today, Mungu awaamulishe. Sema, my Father, my God, tunaita wenye dhambi wote ambao wameshikilia utajiri wa ufalme, tunawaitisha katika nyumba yako, tunawaombea waokoke katika jina la Yesu, na wanapokuja wakuje na huo utajiri. We command oh God, these sinners that are holding the wealth of the kingdom, right now we command them to come to Christ. Tunawaombea wokovu, tunawaombea wokovu, tunawaombea wokovu. Baba, tunajua kuna matajiri wengi ambao Bwana wameshikiliwa na dunia, wanafanya mambo ya
kufaidi tu system za dunia, lakini leo hii tunawaitisha katika ufalme wako, in the mighty name of Jesus Christ. Say come, 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 come. Hallelujah. Tuambie kujeni. Bwana Yesu asifiwe. Let me ask you, ikiwa mtu anaweza jenga estate 1, 2, 3, 4, how comes hakuwezi kupatikana one sinner ataokoka na akuje aseme muniachie hiyo cathedral? Okay, nyinyi mulipe tu architect, mulipatie mchoro, sema tunawahitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii neno haijasema ati tunawanyang'anya. Hii neno linasema iko pale, imewekewa. Bwana Yesu asifiwe, ili ikafaidi walio haki. Pigia Bwana Yesu makofi. Hallelujah. Jina la Bwana lisifiwe. Isaiah 60 verse 9. Tunamalizia na hii ili tuende pale tukaombe. Tawapaka mafuta hapa, tunaenda pale tukiwa anointed. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana lisifiwe. Hallelujah. Sema amen. Isaiah 60 verse 9.